Na tathmini njia za namna Marekani inavyoweza kuchukua na kudhibiti kisiwa cha Greenland kinachomilikiwa na nchi ya Denmark. Taarifa zaidi na Frank Kashonde. Ikulu ya White House imesema matumizi ya kijeshi ni njia mojawapo inayoweza kutumiwa kudhibiti kisiwa hicho, hali ambayo inazua wasiwasi na uwezekano wa kisiwa hicho kuvamiwa. Caroline Leavitt, msemaji wa White House, amesema Marekani inahitaji Greenland kwa sababu za kiusalama, kauli ambayo Rais Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara hivi karibuni. Baada ya matukio ya Venezuela ambapo kikosi maalum cha jeshi kilitekeleza operesheni ya kumteka na kumsafirisha Marekani Rais Nicolas Maduro, kuna mashaka kuwa hilo huenda likafanyika kwenye kisiwa hicho kinachopatikana kati ya bahari za Arctic na Atlantic. Onyo hili la Marekani linakuja siku chache baada ya uongozi wa Greenland na Denmark kutaka mazungumzo ya haraka na Marekani ili kutatua sintofahamu iliyopo. Denmark na washirika wake wa Ulaya wameendelea kusisitiza kwamba Greenland yenye wakazi takriban 57,000 haiuziki na inasalia eneo la wenyeji linalomilikiwa na Denmark. Kwingineko, takriban watu 36 wameuawa katika siku 10 zilizopita za maandamano nchini Iran, yanasema kundi la haki za binadamu. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake makuu nje ya nchi liliripoti kwamba watu 34 kati ya wale waliothibitishwa kuuawa ni waandamanaji na wawili ni maafisa usalama. Wakati hayo yanajiri, serikali ya Iran haijachapisha idadi rasmi ya vifo, lakini imesema maafisa 3 wa usalama wameuawa. Shirika hilo pia limesema zaidi ya waandamanaji 60 wamejeruhiwa na 2,076 wamekamatwa wakati wa machafuko ambayo yalisababishwa na mgogoro wa kiuchumi na yameenea katika majimbo 27 kati ya 31. Maandamano hayo yalianza tarehe 28 ya mwezi Disemba wakati wafanyabiashara wa maduka walipoingia mitaani katika miji mkuu kuelezea hasira zao kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Iran dhidi ya dola ya Marekani katika soko huria. Asante Frank Kashonde.